Pacome Zouzoua ni moja kati ya mchezaji ambaye ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Wewe ni zaidi ya superstar. Na kuna wachezaji wengine ambao wanatokea taifa hilo, lakini Pacome Zouzoua karata imeenda kwake. Pacome Zouzoua anastahili kuitwa kwenye kikosi cha mafundi bora wa mpira Ivory Coast. Kwanza nimshukuru Mungu, uongozi wa Yanga kuendelea kumwamini Pacome kama mchezaji kinara Yanga Afrika. Kwa sababu kama timu inakupa nafasi ya kuonesha ulichonacho, na mimi nimekuwa nikisikiti kila siku, napata mawazo sana. Laiti tungempata Pacome akiwa na miaka 20, akiwa na miaka 18, 15, basi Pacome alikuwa mchezaji mmoja hatari sana duniani hapa. Hata Ulaya sasa sio level yetu. Na mpaka dakika hii sio mchezaji wa level yetu. Kwa hiyo timu ya Ivory Coast au nchi ya Ivory Coast kuamini na kuwa jicho lake kumwona Pacome anastahili kuwepo hapa, mimi kwangu ni heshima kubwa sana kwa Yanga Afrika, ni heshima kubwa kwa Engineers. Ni heshima kubwa kwa Pacome Zouzoua. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amestahili, ana deserve, na timu na nchi yake imefanya haki kumuona Pacome Zouzoua kwamba ni mchezaji anastahili kuitumikia nchi baada ya klabu ya Yanga kumuonyesha na ni mchezaji aina gani. Kwa hiyo kwangu mimi tumetiki tena. Huku nyumbani bado kuna maneno. Msimu ulioisha Young Africans wakimtaja MVP kuwa Pacome Zouzoua, lakini Simba Sports Club wakiulizwa wao wanamtaja Jean Charles Ahoua. Hii imekaa vipi kwa upande wako, na unaona nani anastahili kuwa MVP? Kama tunavyojua tuzo ni mwezi Desemba. Unajua Simba amezoea kutengenezwa maigizo. Wao na mashabiki wao wametegemea, wameendesha kutegemea maigizo wao na mashabiki wao. Walikuwa wanaambiwa wao ndio timu bora Afrika nambari 5. Nenda kwenye statistics za kimataifa kwa kweli. Wale kampuni ambayo inasajili, inakagua mchezaji bora ni nani. Sawa? Nani viwango vya FIFA, vya CAF ni nani? Utakuta Simba na mangapi. Wao ndio sahihi. Haya mkutengeneza mengine tuyaache kama yalivyo. Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye amekuja kuonyesha mpira hasa ukoje. Kuna kucheza mpira na kumiliki mpira. Pacome anamiliki mpira. Na ndio maana leo tunaona watu wengi sasa hivi ili kujiunganisha na Pacome wote wanaweka bleach sasa hivi. Wote wanaweka bleach vichwani vyao ili waone kwamba labda sio Pacome yule, watafute kufananishwa. Huwezi kufananisha Ahoua mwenye magoli 19 ya free kick au ya kutenga na mtu mwenye magoli 18. Ni vizuri 18 ya process. Watu wanatafutwa, mpe kampa tena, huyu hapa kaja, ni mchezaji ana uwezo wa kuamua kwenye mechi ngumu. Mchezaji yote ambaye ana uwezo wa kuamua kwenye mechi ngumu ndio mchezaji anayepewa sifa. Umeelewa vizuri? Sio kutengwa. Lakini kwa sababu watu waliamua kuipamba Simba kwa muda mrefu, haijapata matokeo wala sifa yoyote. Hii namba 5, huyu ni mchezaji bora, hii timu namba 5. Hata kikombe cha juisi hauna. Wewe unampataje timu bora namna hiyo? Unaipata wapi hiyo sifa? Umeelewa? Kwa hiyo tuliona watu wanapamba maua ili mtu asije akaanguka. This time around unaiona Simba inavyosuasua. Umeelewa? Mara kocha yupo, mara hivi. Lakini mimi sasa kuingilia sana. Nazungumzia Pacome, namzungumzia Ahoua. Ahoua bado ana kazi kubwa sana kufanya. Ni mchezaji ambaye huwezi kumlinganisha na Pacome. Ahoua mara ya mwisho au mara ya kwanza kwa timu ya taifa ni mwaka gani? Tangu amekuja Simba Sports Club. Hajawahi kutoka timu ya taifa hata siku hii. Tangu katika ardhi. Pacome mara ya 3. National team ya Ivory Coast anakwenda kukaa katika benchi. Katika mechi 30 za ligi, Pacome mara 9 man of the match katika mechi. Kwa hiyo mimi sioni kama Pacome Zouzoua anaweza kashindanishwa na mtu kama Ahoua. Kwa hiyo Simba nyewe wasidanganye kwamba Ahoua anaweza kufanya na Pacome kwa staili yote ile. Aina ya uchezaji Ahoua, aina ya uchezaji Pacome ni mchezaji ambaye anaamua. Kuna wakati mwalimu anakuambia bwana mechi hii imeshakuwa ngumu. Bwana kaamua mwenyewe, unaenda kuamua mechi. Tumeona kina Ronaldo, tumeona kina Zico, tumeona kina Rivaldo, tumeona kina Kaka. Unafika wakati mwalimu anakuambia bwana Kaka, hii mechi ya kwako. Rivaldo, Ronaldo, hii mechi ya kwako. Sio Ronaldo huyu, Ronaldo Lima. Hii mechi ya kwako kaamue. Inaamua mechi. Huyo ni mchezaji wa mechi ngumu, mchezaji ambaye unampa sifa kama huyu anaweza kuwa MVP wa mchezo. Kwa hiyo mimi sioni kabisa kama Pacome anaweza akaachwa na Ahoua eti Ahoua awe bora kuliko Pacome. Hata mwana Simba wenyewe muulize. Acha kwenye mic, off mic. Nenda kamuulize Pacome na Ahoua. Muulize wewe yangu Chebe huyo hapo. Atakwambia. Bwana Pacome mechi ngumu ndizo zinazoamua, ambazo mechi ngumu ndizo zinatoa utofauti. Mechi 5 za Yanga Pacome anaamua. Mechi 11 za msimu uliopita Yanga ngana wabingwa, Pacome ndo anaamua.
Kwa hiyo wanaokuambia Ahoua anaweza kuwa MVP wa nchi hii dhidi ya Pacome, eka X, hawastahili, hawajui mpira, wapo kimapenzi tu wa timu yao. Basi. Salumu, umezitaja set pieces ambazo anafanikiwa sana Jean Charles Ahoua. Kwani set pieces sio sehemu ya mchezo? Safi kabisa. Tunaposema set pieces hizi kwa sababu mpira unatengwa, wewe unaandaa, haukabwi. Umeelewa? Kona, upiga faulo au penalty. Hizi ni wewe na uchaguzi wako. Kwa hiyo ambao kwenye uwanja wa mazoezi yanafanyika hizi training. Yanafanyika mazoezi haya. Bwana piga pale mpira ndio kona pale, ukifanikiwa uvusha ukuta inakwenda imeingia kambani. Inahesabiwa kama umefunga goli, lakini goli ambalo huwezi kumfanisha na mtu ambaye anatoka katikati, anakupunguza mpaka anakwenda kupiga goli kipa chenga, anafunga. Unafanisha na wewe? Vitu tofauti havifanani ndugu yangu. Hebu tuache unafiki wa mpira. Leo makocha wengi anakwambia bwana wana uwanja mbovu, uwanja una hivi. Lakini mchezaji huyo anakwenda kwa matokeo. Anakwenda kufanya assist, anapambana, unaona anafunga magoli, yanapigwa magoli ya nguzo. Lakini unaona jinsi ambavyo anatambuka mpaka beki zake kufanya kazi. Kwa mimi binafsi naona kabisa Pacome right person play. Amesikika Ali Shaban Kamwe akisema kwamba Pacome atakuwa barozi mzuri kwa Tanzania, na akifika kule akiulizwa ni wewe pekee ambaye unacheza Tanzania ukiwa Ivory Coast, atasema hapana, wengine hawakuitwa. Hii kauli kama ya kujinasibu kwa Ali Shaban Kamwe. Huku leo asubuhi tu andiko la Ahmed Ali linasema kwamba bodi ya ligi inaweza katupangia mchezo mwingine siku asubuhi ya leo, wana uwezo wa kucheza. Angalia maneno ya hao wasemaji, anzia kwa Ali Shaban Kamwe. Ali Kamwe yuko sahihi sana. Tumesema sisi hata tupangiwe mara 3 kwa siku kama dozi ya malaria. Asubuhi tutampiga, mchana tutampiga, usiku tutampiga. Aina ya wachezaji tunatamba nao ni wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua mechi wakati wowote. Leo Simba hii umweke mchezaji hapa, unamweka Mzamiru, unamweka sio akitoka na ingia nani? Yeye unaona kabisa timu ile inategemezi huyu mmoja. Yanga leo namba 1 ina watu 4, ina watu 3. Kuna wachezaji mpaka leo Yanga hajagusa pitch. Mpaka leo hapo hajagusa. Umeelewa? Lakini msajiliwa Yanga. Kwa nini hujasajiliwa? Mwalimu bado anaona ushindani wako na aliye nayo wengine, wewe bado nafasi yako hujatosha. Kwa hiyo endelea kujifua. Kuna watu wanacheza mchezo, watawaona. Kuna watu wa mechi za viwazi, kwa maana viwanja vibovu, na watu wa mechi kubwa. Lakini mchezaji yote unaposajiliwa na klabu kubwa matumaini yake unakwenda kuikomboa, unakwenda kwa kitu tofauti. Na ndio maana tuna hapa Pacome Zouzoua, na sasa hivi tuna Dumbia, tuna Pacome. Umemwona yule kwa kuna utulivu anatakiwa atengenezwe. Ni mchezaji mkubwa sana, lakini kuna utulivu anatakiwa autulize. Ile ndio kuendana na falsafa Yanga. Yanga ni dile kubwa, tumesema wachezaji wote waitumikia Yanga kwa nguvu zote kwa kuhakikisha Yanga inakuwa bingwa. Ukiingia tu klabu ya Yanga, Rais Engineer anachokwambia Yanga anatakiwa bingwa, anastahili kuwa bingwa. Wewe utajua Yanga ifanyeje ili iwe bingwa, ni wewe. Kuweka pambane namba, wewe ufanye vizuri zaidi. Umerudi kwenye kauli ya Ali Shaban Kamwe kwamba Ahoua Pacome Zouzoua akiulizwa ni wewe pekee ambaye unatokea Ivory Coast huko Tanzania, atasema ya kwamba wengine hawajaitwa lakini wapo. Naam. Nchi ina Ivory Coast zaidi ya 5 au 6. Bahati mbaya nyewe mnaangalia Yanga tu. Singida kuna 2. Sawa? Singida kuna 2, KMC kuna 1. Sawa? Alafu Simba na 2, Simba na 2, Yanga na wangapi? Yanga na 2. Sawa? Kwa hiyo swala kusema yuko nani, ndio maana nimesema hivi, jicho la taifa la Ivory Coast kutokana na uweledi wa uongozi wa Yanga kumpa nafasi kwa kumwamini Pacome kwamba ndio key player au ndio nyota wa Yanga Afrika, dunia inamuona. Pacome hakuwa mchezaji wa klasi ya Tanzania, lakini kwa sababu yuko Yanga Afrika watu wanamuona anayoyafanya. Ndio maana tunasema hata hawa wanaosema nani kumfanisha Pacome na mtu mwingine wanajaribu kuona tu Yanga kama kumpanisha chati tu huyo mwingine, umeelewa? Lakini Pacome ni mchezaji fulani. Kwa hiyo baada ya kuulizwa Pacome akasema wako wengi, lakini nimeitwa mimi, ndio alionekana katika 10 kuonekana wewe ndio bora. Kwa hiyo Ali Kamwe yuko sahihi. Ali Kamwe ndio msemaji wetu. Ali Kamwe anafahamu ndani ya Yanga mchezaji mmoja tabia zake na mpaka uwezo wao. Sisi wote tunaamini hicho. Kwa hiyo Pacome yuko sahihi, Ali Kamwe yuko sahihi kusema yuko hivyo. Ahmed Ali anaomba bodi ya ligi impangie mchezo mwingine asubuhi ya leo. Dhidi ya nani? Yoyote atakayekuja. Dhidi ya nani? Kaanza lini ugonjwa ukapona lini?
huo ugonjwa dozi aendelee kumaliza. Mimi nakwambia ndugu yangu, hakuna mwana Simba yoyote mwenye kutamani kukutana na Yanga msimu huu au msimu uliopita. Kuanzia msimu uliopita bora kukutana na kifo. Sio Yanga. Hakuna yoyote akae chumbani kwake asema leo kesho kukutana na Yanga. Hawezi kukutana, bora kukutana na kifo, anakuambia yuko tayari bora kafa. Sio kukutana na Yanga dhalilika. Tumewaambia katika misimu mitatu tumewapiga mara 6, sawa bwana? Mara 6 na bado mara 4 itimie mara 10. Kwa hiyo hawawezi kudhubutu kusimama kwenye maiki au kwa chochote cha habari kusema tunataka Yanga. Wanataka KMC, wanataka Ndanda, wanataka Namungo, wanataka Costa. Sio Yanga Afrika. Yanga Afrika hutamani hata kusikia jina. Ndio maana leo tukikaa tunasubiri Yanga anacheza lini? Simba Zalima amecheka mwisho. Sasa hivi. Baada ya jana anacheza lini? Mechi imesimama, ligi inasimama. Sawa? Simama kwa ajili ya international break. Yeah. Ikisharudi tu mechi ya kwanza anacheza Simba. Mwenye Simba yote anacheza nani Simba? Mechi ya pili Yanga, watakumbuka ya Yanga. Umeelewa? Watakumbuka mechi ya Yanga ambayo itachezwa mara ya pili. Yaani timu ya pili baada ya Simba. Ndio nakumbuka. Ya Simba itasaulika. Hawatakumbuka kwa sababu akili ya kila mmoja Yanga anacheza lini. Hiyo ndio shida. Na ndio ubora wa Yanga. Kwa hiyo wana Simba ninawaambia waendelee kusubiri sana, waendelee kusubiri. Ahmed Ally anaendelea kuwadanganya wenzake, anajifariji kijana watu. Tangu ingia kule kwa paana, anapata shida tu, anakonda mpaka meno. Maskini aje kwa muda. Tunakodisha namba za kukodi huku, njoo upe ushangilie. Njoo ongee kwa japo kwa media. Ana hamu ya kuongea vitu vizuri. Kwa hiyo hawezi kupata Yanga. Sio kweli kama anatamani Yanga hata leo asubuhi. Sio kweli. Shukrani sana. Asante sana. Karibu sana ndugu yangu.